Sura za furaha sana humu ndani hii leo na hazijaja kwa bahati mbaya, kwa sababu ulimwengu leo unaadhimisha siku ya kimataifa ya furaha ambayo ilianzishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2012. Lengo kuu likiwa kuhimiza watu kutambua umuhimu wa furaha katika maisha yao. Kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa mwaka huu ni kujali na kugawana kile ulichonacho, yani caring and sharing, kwa maana ya kusisitiza maadili ya wema na ukarimu miongoni mwa watu duniani. Taarifa ya Stella Rogers inasomwa studioni na Harun Tambwe. Ila ifikapo tarehe 20 Machi, dunia huadhimisha siku ya furaha. Siku hii huadhimishwa kwa lengo la kutambua umuhimu wa furaha katika maisha ya watu duniani kote. Katika kutambua umuhimu wa furaha na ustawi kama lengo na matarajio katika maisha ya binadamu, mwaka 2012 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza tarehe 20 Machi kuwa siku ya kimataifa ya furaha. Furaha inatajwa kama moja ya msingi wa juhudi za binadamu kuishi katika hali nzuri ya uhai wake. Kwa maana nyingine, furaha hurefusha maisha. Wataalamu wa masuala ya akili wanaeleza kuwa hali ya kukosa furaha inapelekea kusababisha magonjwa yasiyo ya kuambukiza, hivyo hupelekea mtu kufupisha maisha yake. Swali muhimu la kujiuliza ni je, furaha ina maana gani kwako? Tafiti zinaonyesha kuwa bado suala la furaha nchini Tanzania ni jambo gumu kwa watu wengi. Katika ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa mwaka 2024 inaonyesha kuwa Tanzania ikiwa katika nafasi ya 131, Kenya ikishika nafasi ya 114, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nafasi ya 139, Ghana nafasi ya 120 na Burkina Faso iliyopo nafasi ya 110, huku nchi iliyo katika nafasi ya juu kwa bara la Afrika ikiwa ni Libya katika nafasi ya 66. Katika kuchangia juhudi za ujenzi wa furaha ya kudumu, mwaka 2015 Umoja wa Mataifa ulizindua malengo 17 endelevu ili kuyafanya maadhimisho haya yasaidie watu kutambua na kudumisha furaha ya kweli katika maisha kama sehemu ya haki za msingi za binadamu. Miongoni mwa malengo makuu ya maendeleo yaliyowekwa na Umoja wa Mataifa yanayoweza kusaidia ni pamoja na kukuza uchumi wa watu na kuongeza mapambano dhidi ya umasikini na kupunguza ukosefu wa usawa. Harun Tambwe, Kasri la Kikeke, Crown Media. So Dr. Harun Tambwe huyo, 12 na dakika 37 hiyo. Tumesikiliza taarifa. Mimi inanishangaza sana kusema kweli hizi takwimu zinazoonyesha kwamba Libya wana furaha kuliko sisi. Ukitizama kwenye ile orodha ya mataifa, Libya ndio inaongoza Afrika. Si ndio? Iko nafasi ya 66. Sasa ndani ya studio tuko na mtaalamu wa masuala ya saikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Mlimani hapa, pamoja na yeye ni kutoka chama cha wana saikolojia Tanzania kinaitwa TAPA, ni George Chacha. George, karibu sana. Asante sana. Kwa hicho tulichokizungumza. Mimi na furaha sana. Mbona unaonekana kama yani? Sasa tafsiri ya furaha nini? Anyways, furaha ni subjective. Cha kwanza. Ndio maana waga na definition nyingi sana. Subjective maana ina maana tofauti. Ina maana tofauti. Yani kila mtu ana namna ambavyo anaweza kutafsiri. Lakini kwa uwanda wa kisaikolojia tunasema kwamba furaha ni hali ya kihisia ambayo huamsha hisia chanya za binadamu kuelekea mipango au matarajio yale ambayo alitakiwa kuyafanikisha kwenye maisha, akaweza kuachieve kile kinachotoka sasa kama reward. Ndio hiyo furaha ambayo tunaizungumzia sisi. Kwa kukiwepo na hizo hisia chanya zikakutana na hali chanya ya huyo mtu, tunasema zile positive energy, zikakutana na yale matarajio au mipango alionao kwenye maisha, ikiweza kutimia, ndio inatengeneza furaha. Kwa hiyo haijalishi uko kwenye mazingira gani, ni wewe mwenyewe tu kisaikolojia ukiamua kwamba mimi nina furaha, naweza nikawa na furaha hata kama uko kwenye matatizo. Na ndio maana tafiti zilizofanyika zilizokuwa zinaangalia uhusiano wa ubongo pamoja na tabia ilizonazo binadamu katika kutengeneza furaha zinaeleza 50% ya furaha inachagizwa na genetics. Alafu 50 iliyobaki imegawanyika katika makundi mawili. 40 inakwenda kwenye mambo ambayo tunayafanya kila siku, tunaziita zile intention activities. Alafu 10% sasa
ndio ipo kwenye vitu external, sijui pesa, gari, jumba kubwa na vitu vingine kama hivyo. Ndio maana yeyote anayetegemea sana ile 10% kutengeneza furaha yake huwa hapati furaha, bali huwa anapata moments za furaha. Kuna tofauti. Kuna tofauti. Yani ni sawa sana vile ambavyo nafikiri Harmonize kwenye wimbo fulani alisema kuna raha na furaha. Hii wajuzi. Ile external factor ya 10% mtu anapata, anachokipata ni raha. Unaweza kuwa na raha lakini huna furaha. Huna furaha. Kwa nini kuwa na furaha ni muhimu? Na najua linaonekana kama swali halina maana, lakini kama linasherekewa dunia nzima, umuhimu wake ni nini kufurahi? Ukiangalia kikeke, moja kati ya vitu ambavyo vinamfanya binadamu anakuwa mzalishaji na anakuwa na tija sehemu yoyote aliyopo, lakini pia kuchagiza ile urefu wa maisha yake, kwa maana life expectancy yake, ni lazima awe na furaha. Na ukiangalia hata katika maeneo ambayo hatufanyi vizuri, iwe ni kazini, iwe wapi, ukichunguza vizuri, watu hao huwa hawana furaha ya kile wanachokipenda au wanachokifanya. Na ndio maana mwandishi wa vitabu pia ni mwanasaikolojia wa positive psychology anaitwa Sean Ecker. Aliwahi kuandika 75% ya mafanikio ya binadamu hayategemei cheo, mshahara, gari analoendesha, wala wapi anafanya kazi, lakini ana furaha kiasi gani anapokuwa eneo lake la kazi. Na akaenda mbali katika hicho kitabu chake cha Happiness Advantage, anasema 37% ya wale salesperson, watu ambao wanafanya biashara ya kuuza, wana uwezo wa kuuza vizuri sana kama wanakuwa wana furaha kwa siku husika. Sayansi hiyo. Sasa kuna kitu kingine ambacho ningependa kuuliza hapa, kwa sababu sisi mara nyingi tunatafsiri furaha na vicheko. Ukiona watu wanacheka, maana yake watu wamefurahi. Mimi naambiwa sana hiyo, muda wote unatabasamu na muda wote una furaha. Kumbe sio. Niliwahi kusoma mahali nadhani kwamba kuna watu wanaficha huzuni zao kwa kucheka na kuonesha kama wana furaha. Sisemi kama mimi nafanya hivyo kweli. Unafunika huzuni yako kwa kucheka. Mimi siku nacheka sana ndo nakuwa siku sawa. Kwa kucheka sio ishara ya, lakini ubongo unakuambia nini kwamba wewe uonekane una sura ya furaha lakini kumbe una huzuni? Uko usemi wa kimombo unasema laughter is not happiness. Kwa kicheko sio furaha, lakini ni kiashiria ama kichochezi cha mtu kuwa na furaha. Kama nilivyosema, 50% ya furaha inachagizwa na genetics. Na hii kwa genetics ina maana unakuwa umezaliwa na furaha. Yani kuna viambishi taarifa ama vichochezi ambavyo ukivichukua kwa baba na mama, kama walikuwa ni watu ambao wana furaha kipindi cha mimba yako inatungwa, kuanzia ilivyotungwa mpaka unakuja kuzaliwa, inaaminika huwa inakwenda kutengeneza 50% ya wewe kuwa na furaha. Ndiyo maana nikasema 50% ya pili iliyobaki, 40% inadondokea kwenye zile intention activities. Nikimaanisha nini? Salim, unapokuja kazini, unapotimiza majukumu yako, labda kuna sehemu panahitajika msaada, unatoa msaada, unafanya mazoezi, unakula chakula bora kinachokwenda kutoa huduma zote muhimu kwenye mwili, na wakati huo huo unakuwa ni mtu wa shukrani. Kama ni kiroho, kuna maisha yako ya kiroho yanaendana na vile ambavyo wewe unaishi, kwa sababu kuna sisi ambao tunachokipresent na tulivyo kwa ndani ni tofauti. Hii inakueleza mpaka hapo utakuwa umescore 90% ya furaha yako. Sasa haya mengine ndio atakuja kwenye kazi, hizo pesa, mishahara na mambo mengine kama haya. Sasa George, baadhi ya wanasaikolojia kama wewe wanasema kwamba wanatuambia tuwe sababu ya furaha yetu wenyewe, be the source of your own happiness. Kwa namna ulivyonielezea, naona kama inaweza kuwa ngumu, kwa sababu kama napitia msongo wa mawazo, napitia au ile 50% ya wazazi wako ambao wamekuambukiza, unaitoaje? Naitoaje? Ni sahihi unachokisema, lakini kuna jambo moja nadhani huwa halisisitizwi. Mfano, hata tunapokuwa tunazungumzia masuala ya afya ya akili, hatumaanishi basi kila siku yani wewe ni mtu ambaye you are very okay. Tunasema mental health is not being okay kila siku. Kwa hiyo hata hisia negative emotions, hisia hasi, nazo ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo haimaanishi kwamba tunapozungumzia furaha ni Januari to December huyu mtu awe tu ana hizo furaha tunazozisema. Lakini kuna moments ambapo ata experience hizo hisia hasi ambazo nazo ni sehemu ya nini? Ya maisha yake. Kwa hiyo kuwa na hizo highs and lows kwenye maisha ni jambo la kawaida sana. Issue inakuja kwenye tafsiri, lakini pia kwenye namna kujenga udhibiti, kwa maana ya management, hasa zile changamoto ambazo mtu anakuwa nazo. Lakini kuna watu wana huzuni muda mrefu kuliko furaha. Naweza nikakwambia huzuni, na moja kati ya tafiti ilifanyika Harvard inaeleza kwamba mtu mwenye upweke
ni mtu ambaye hana tofauti na mtu ambaye anavuta sigara 15 kwa siku. Athari ambayo anaipata ule upweke. Sasa kuna upweke na hizo hisia za huzuni. Kujisikia huzuni kwa kipindi fulani ambacho hakidetermine zaidi ya siku 3 na kuendelea, ndio nilichosema kwamba ni sayari ya pili ya maisha, which is very okay. Lakini kama kuna mwendelezo, ndio inayokuja kuleta impact ambazo tunazizungumza leo. Sawa, mimi nataka tuzungumzie zaidi hiyo 50% ya furaha ambapo inatoka, ambayo umesema ni genetics, ambayo ni kama vile unairithi. Ni kitu ambacho hauna mamlaka nacho, ambacho hauwezi kukidhibiti, sio inabidi ukifanyaje. Na ile 50% ambayo inatokana na genetics, inatokana na vinasaba, sijui nadhani au asili yetu, kama walivyosema wakati ujauzito unatungwa, kama kulikuwa na furaha unakuwa kama unaambukizwa, na kama kulikuwa na haipo furaha, 50% ni kubwa sana. Yes, na naomba pia nisisitize kitu, haimaanishi kwamba ndio determinant ya moja kwa moja, ila ni sehemu ya. Na sisi kama binadamu tulikuwa wired na uwezo wa kuadapt, na asilimia kubwa mambo ambayo tunayafahamu kwenye huu ulimwengu tumejifunza. Ndio maana basi mtu ambaye labda ilitokea kwa namna moja ama nyingine issue za genetics zikawa zinahusika, anayo nafasi ya kujifunza namna gani anaweza akawa na furaha. Niliwahi kuchapisha andiko kwenye ukurasa wangu wa X, japo sio mtumiaji sana wa huo mtandao. Nikamwambia ukisikia vijana wamekwambia kwamba bana tumeenjoy au tumefurahi hilo eneo, na kuhakikishia kutakuwa kuna pombe, kutakuwa kuna ngono, alafu kutakuwa kuna muziki. Lakini ukiangalia haya mambo yote haya yanatengeneza tu moments za muda mfupi, lakini kama ulikuwa una madeni yatakuwepo pale pale. Kama ulikuwa umejikatia tamaa, lakini ukiwa na madeni huwezi kuwa na furaha. Inategemea ni kwa jinsi gani ambavyo mtu anayatafsiri hayo madeni kwenye maisha yake. Unajua kinachotusumbua ni mapokeo. Kabisa. Mimi na wewe hapa sasa hivi Salim Kikeke tunaweza tukapokea message kutoka kwa mtu yote ambaye tunamheshimu na tuashiria jambo lolote baya. Lakini kuna uwezekano mimi nikazimia, wewe ukatabasamu na maisha yakaendelea, na Imani hapa akahuzunika. Kwa jinsi ambavyo nimepokea kile kitu kilivyokwenda kutengeneza hali ya uhatarishi kwenye mwili wangu, kitanielezea nitakuwa kwenye hali gani. Naomba nikurudishe pale kwa hao vijana wanaosema kukiwa na pombe na ngono na muziki. Ukitoa vitu vingine kama hakuna madeni na nini, ile inakuwa ni tukio la ni raha, lakini au inaweza ikawa ni furaha pia. Kwa sababu kama utaamka asubuhi huna deni na umeenjoy usiku kucha, ni tafsiri yake ni furaha au ni bado inabaki kwenye raha? Ndio maana nikasema tukitumia neno kuenjoy, bado tutarudi pale pale kwenye mstari unaochola between what is raha na kila ambacho ni furaha. Unajua furaha kwanza ieleweke ni mchakato wa kila siku. Yani kadri unavyokuwa unapata nafasi ya kuwepo hapa duniani ni mchakato wa kila siku, ambao moja ya sehemu unaoweza kugundua kwamba furaha yangu inatokea hapa inakwenda kwenye vitu ambavyo unavifanya kila siku. Vita determine attitude yako. Kwa vinaweza kawa vitu hivyo ambavyo tumevitaja hapa, kama unapenda kufanya kila siku ndio vinakupa furaha. Lakini sasa kama sivyo ambavyo vinakuwa vina mapokeo mazuri, inawezekana kijamii, inawezekana kisaikolojia au kihisia zako mwenyewe, haiwezi kutengeneza furaha. Ndio maana nikazungumzia attitude yako ikoje, labda kuhusu maisha, kuhusu watu, kuhusu kazi unayofanya. Tabia zako zikoje, zinakuathiri vipi wewe mwenyewe kabla hazijaenda kuathiri watu wengine. Mindset yako, una ukuaji kiasi gani au uko tough kiasi gani unapokumbwa na changamoto ama hukumbwi na changamoto, na ukaendelea kufocus kwenye jambo ambalo wewe unalitumainia, inaeleza pia utakuwa na furaha kwa kiasi gani. Lakini sehemu ya pili inazungumzia masuala mazima, matumaini ya watu yako wapi. Yani leo hii kama nilivyosema, inaweza likatokea tukio lolote ambalo mtu hakulitegemea, lakini yale matumaini na nguvu aliyokuwa amejijengea kwa ndani inamuelezea anaweza kusurvive vipi kupita kwenye hicho kipindi. Imetokea hapa karibuni hata kipindi cha COVID, watu waliachishwa sana kazi, tokea retrenchment kubwa tu. Kuna watu ambao mpaka leo hawajai kukaa sawa na wanapitia changamoto za afya akili, lakini kuna wengine wali move on na maisha yakaendelea. Kwa wale nawaeleza matumaini yao yalikuwa yanabeba picha kubwa zaidi kuliko kile ambacho kimetokea. Lakini ya tatu ni jinsi gani ambavyo mtu anafanya kile anachokipenda. Ndio maana nikasema Sean alisema 75% ya ufanisi alionao Imani, ulionao wewe na mwingine yoyote, hautokani na rewards tunazozipata.
inatokana na wewe unakipenda hicho kitu kwa kiwango gani, kwa utatilia nguvu, akili na kila kitu, kuliko yule ambaye anategemea tu kwamba aje akifanye by the way tu apate alichokuwa anakikusudia alafu aondoke zake. Kwa hayo maeneo matatu yanaweza katueleza vizuri, lakini binadamu ana uwezo wa kujifunza kuwa na furaha. Mimi natamani kusikia sana kuhusu hicho kupenda kitu. Inatukuta sana makazini, mtu kwenda kazini anaona kama vita, lakini kwa sababu ndo inakupa maisha ina mshahara, lazima uende kazini. Sasa waajiri wanaweza kufanya nini kuhakikisha wafanyakazi wao wana furaha? Kama ulivyosema, umesema poa kwamba mtu anaweza kujifunza kuwa na furaha. Naweza nikaanza kazi leo siipendi, lakini siku zinavyoendelea nikajikuta naipenda. Okay, nafikiri kuna msemo Kiswahili unasema usipokipenda unachokipata, basi tafuta namna ya kukifanya ili ukipende. Kuna msemo kama unasema hivi. Yeah. Kwenye concern ya waajiri, mfano mwaka jana siku ya afya ya akili duniani, tulikuwa tuna theme ambayo ilikuwa inagusa afya ya akili mahala pa kazi. Unajua kazini tuna spend almost theluthi ya maisha yetu sisi tukiwa kazini. Kabisa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba maisha yetu hayo niliyosema yako kazini. Sasa kama labda kazini hauko sawa na bosi wako, hauko sawa na wafanyakazi wenzako, labda viwango vya rewards kwa maana mshahara na vitu vingine ni duni na mambo mengine kama hayo, kuna namna fulani inaweza kukudisturb kama binadamu. Sasa kabla mwajiri hajafanya nini, inakuja kwenye point wewe unafanya nini. Nikikueleza Imani, mimi nilikuwa na ndoto za kuwa mtangazaji, na huwa nawaeleza watu sikuwahi kudream kabisa kuwa mwanasaikolojia. Lakini nimekwenda nimepata sisi tunaomba view, tulikuwa tunapitia TCU. Alafu niliweka tu by the way kujaza zile nafasi za machaguzi. Sijui kama unanielewa. Sasa imetokea nikachaguliwa, na mwaka wangu wa kwanza nisidanganye sina matokeo mazuri, sababu sikuwa najua nifanye nini, hii kitu inaendaje na vitu vingine kama hivyo. Lakini baadaye nilivyokuja kupata mwongozo, nikajikuta kumbe ni kitu ambacho kinaweza kikawa kinaendana na kile ambacho nilikuwa nakiwaza mimi kwenye media. The same nitakuwa na deal na watu. Kwa hiyo imekwenda kimekuwa ni kitu changu favorite, na ukiniuliza mimi mpaka kesho nadhani nitakufa nikiwa mwanasaikolojia, nitakufa nikiwa ninasaidia watu katika nyanja mbalimbali za ustawi wao wa kisaikolojia pamoja na masuala ya afya ya akili. So wewe ukifanya kwa nafasi yako, mwajiri naye katika sehemu ambayo ILO na WHO walisisitiza, waajiri ni lazima watengeneze safe spaces za wafanyakazi kufanya kazi zao. Sawa, kama background kabisa. Naona Imani anafurahi sana. Kitu kingine ambacho ningependa kutaka kufahamu, huu utafiti ambao unafanywa zaidi na mataifa ya kimagharibi, wanavyokuja kutupima sisi, labda kwa maswali ya kimagharibi, sisi tunavyowajibu pengine wanafikiri hatuna furaha, lakini tunayo furaha, lakini wao mtazamo wao ni tofauti na kwetu. Unaweza kukubaliana na hoja hiyo? Nakubaliana na wewe, japo ndivyo wanavyotu condition kwamba tafiti inapingwa na tafiti. Na hata nikitazama latest wao wanatoa ripoti hiyo ya nchi zenye furaha duniani kila tarehe 20. Nimeona Tanzania ni nchi ya 136. Ndio. Na wanatumia vigezo kadhaa ikiwemo GDP per capita, wanaangalia life expectancy ya watu, wanatazama pia generosity, ukarimu wa watu wa nchi husika, wanaangalia uhuru alionao mtu, lakini pamoja na rushwa inayoweza kuthibitika ama kuonekana hadharani, vitu kama hivyo. Sasa sijajua kwamba sisi Tanzania tunaweza tukawa kwenye vigezo hivyo vikawa ni vya chini sana ukilinganisha na nchi ambazo zimekuwa zikitajwa, ila kama ambavyo hata kwenye tafiti zingine ukiangalia hata masuala ya afya akili tunatumia zaidi tafiti za nje. Kwa hiyo utakuta reflect kile kitu ambacho kinatokea kwenye nchi zetu hizi ambazo zinaendelea kila siku. Ndio hapo inapokuja swala kwamba hata sisi tunaombwe kwenye masuala mazima ya utafiti na tunahitaji kuwekeza nguvu ili basi na sisi tuwe tunayagundua mambo yetu yenyewe na kwa jinsi ambavyo tunaishi kwa utamaduni, mtindo wa maisha na mambo mengine kama hayo. Sawa kabisa, kwa sababu watu wengi tutakubaliana wanaposikia kwamba sisi tuko na nafasi ya 160 na Libya ambayo kwa miaka kadhaa, kwa miaka mingi imekuwa ikipitia machafuko, kwamba wananchi wao wana furaha kuliko sisi. Kweli kama inashangaza. Inashangaza ukitizama kwa kikawaida. Labda ukienda kwenye takwimu ndio pengine utaona kuna sababu hizo, au sio? Kabisa. Sahihi. Sasa nashukuru sana. Kwa hiyo vitu gani tufanye ili tuwe na furaha? Ushauri kutoka kwako unasema kama unasema muhimu zaidi kwenye ile 40% intentional activities, yani vitu ambavyo tunavifanya kwa makusudio
yawe ni makusudio ya kutustawisha sisi, kufanya maisha yetu yawe bora, ama yawe ni makusudio ya kuachieve kitu fulani kwenye maisha, yawe ni kazi au chochote, huko tuwekeze nguvu. Lakini lishe bora, mazoezi, lakini hakuna kitu kinachangia afya ya mtu na kurefusha maisha yake kama mahusiano chanya, hasa mahusiano yako na watu wa karibu, kwa maana ya familia. Tunapotaja mahusiano, na naelewa kwa nini Imani amecheka. Watu wengi huwa wanawaza ni mahusiano ya kimapenzi. Lakini mimi naozungumzia hapa ni ile mahusiano kwa ujumla wake. Wewe na bosi wako mnahusiana vipi? Wewe na wazazi wako mnahusiana vipi? Mapenzi yana mchango gani katika furaha yetu? 80% ya matatizo wanaokutana nao vijana yanasababishwa na mahusiano ya kimapenzi. 80% ya matatizo ya kukosa furaha ya 80% yanachagizwa na, lakini hiyo 80% ndio inaingia kwenye ile 40% ambayo tunaweza tukasema. Sasa hiyo ni issue nyingine. Crown Media. Hapa ni nyumbani.